Tujifunze pamoja somo linalosema alilipa bei. Somo linalosema alilipa nini jamani? Alilipa bei. Katika maisha yetu ya Ukristo, ukiondoa kisa cha Yesu msalabani, yaani kwa kweli hichi ndicho kiini cha maisha yetu ya Ukristo. Kifo cha Yesu msalabani ndicho kiini cha Ukristo wetu, ndicho kiini cha wokovu wetu. Hubiri hili la kifo cha Yesu msalabani limekuwa ni hubiri lenye nguvu sana kwenye maisha yangu binafsi. Maana nilipokuwa nikitafakari juu ya maisha yangu ya Ukristo na habari za kwenda mbinguni, yaani niliona kama ni maisha ya mbingu na ardhi. Yaani maisha yangu ninayoishi na safari yangu ya kwenda mbinguni. Maana ninaona kama ni mbalimbali sana. Yaani ninaona hivi mbinguni kweli nitatoboa kweli. Yaani nikawa na waza, lakini ninamshukuru Mungu kwa ajili ya kisa cha msalaba. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya kisa cha msalaba. Fungu letu la maandiko ni fungu la Isaya sura ya 53. Isaya sura ya 53. Isaya sura ya 53 na mstari nitaanza kusoma ule mstari wa kwanza mpaka wa 5. Isaya 53 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Isaya 53 mstari wa kwanza, neno la Bwana linasema, ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Maana alikuwa mbele zake kama mche mololo na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na tumuonapo hana uzuri hata tumtamani. Fungu la 3, alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao, alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa ni kitu. Fungu la 4, hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Fungu la 5 anamaliza kusema, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Wapendwa, hili fungu la 5 limekuwa ni fungu linalonipa nguvu sana katika maisha yangu. Nilipokuwa nikitafakari habari za Kristo Yesu kujitoa kuwa kafara msalabani, tukitafakari maisha yangu ya Ukristo, mahusiano yangu kati ya mimi na Mungu, ndio maana waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa kwanza analia kwa kusema, Yohana analia kusema, marafiki zangu, watoto wangu wadogo, nimewaandikia msitende dhambi, na kama mkitenda dhambi mnaye mwombezi kwa Baba Mungu mwenye haki. Tafakari maisha yetu ya Ukristo, mahusiano yetu na Mungu, maisha yetu yamekuwa ni ya kutenda dhambi kila siku. Miongoni mwa masomo yaliyokuwa baraka kubwa sana kwangu ni somo la Sabato hili. Ni somo lilokuwa baraka kubwa sana kwenye maisha yangu. Namna ambavyo Kristo anatazama sasa. Namna ambavyo silaha yetu na ngao yetu na kitu cha kujivunia sisi kwetu kwenye maisha yetu ni msalaba wa Kristo pale Kalvari. Kwa nini? Yeye aliyachukua masikitiko yetu.
Kwenye maisha ya Ukristo, nyakati fulani tumekuwa tukipitia nyakati za dhambi, tumekuwa tukipitia uchungu wa dhambi. Hata kama uwe mtakatifu kiasi gani, hata uwe unasali kiasi gani, wakati fulani aidha uwe mwema uwe muovu, tunayapitia machungu ya dhambi. Aidha ni kufiwa, aidha ni kuumwa, aidha ni kufanya nini, lakini yale ni matokeo ya dhambi yanayogusa maisha yetu, yanatuathiri, aidha uwe Mkristo au usio Mkristo. Na kitu pekee ambacho huwa kinanipa nguvu ni msalaba wa Kristo. Nikitafakari namna ambavyo Kristo alijitoa maisha yake kwa ajili yangu, hichi kitu kilinipa nguvu mno. Kwa nini? Kwa sababu ninapopitia matokeo ya dhambi, wakati fulani ninatenda dhambi inayoleta aibu katika maisha yangu ya Kristo. Mimi ni Mkristo, mimi ni mzee wa kanisa sasa hivi, lakini ninakutwa katika dhambi moja ya aibu mno, au nina dhambi yangu moja ambayo inanisumbua, dhambi ya sirini, dhambi asiyefahamu mtu yoyote, lakini ni dhambi inayonitesa, ni dhambi ambayo inanisumbua. Lakini wakati fulani maisha yetu ya Ukristo, shetani ametuingiza katika dhambi zinazoleta aibu katika maisha yetu. Ukristo wangu unaonekana si kitu. Alikuwa anajifanya Mkristo, kiko wapi? Ninapitia matokeo ya dhambi mpaka wakati fulani nasema, Mungu wangu, nini? Mbona nimekutegemea wewe, lakini Yesu, mbona umeniacha niaibike kiasi hiki? Mbona Yesu umeruhusu mtoto wako pamoja na udhambi na udhaifu wangu, lakini umeruhusu niaibike kiasi hiki? Nimeingia katika dhambi iliyoleta aibu. Wakati fulani nakosa ujasiri kwa sababu ya dhambi fulani niliyoipitia au inayonitesa, lakini ashukuriwe Mungu katika fungu hili la 5. Anasema hivi, fungu hili la 5, neno la Bwana linasema, Isaya 53, neno la Bwana linasema, fungu la 4 linasema hivi, hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Lakini tulimdhania kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Lakini fungu la 5 linasema, bali alijeruhiwa kwa ajili ya makosa yetu, alichukuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Yaani anajaribu kusema hapa nini? Anajaribu kusema hichi kitu kimoja, ya kwamba wewe mwanangu, ni kweli umeaibika, ni kweli umepitia matokeo fulani ya dhambi, lakini nisikilize mwanangu, jipe moyo, amka tena. Kwa sababu gani? Hiyo aibu ya dhambi unayoipitia wewe, mimi ilibidi nife msalabani, niliangikwa msalabani ili nichukue aibu yako. Yeye aliyekuwa kama mche mororo, asiye na dhambi, asiye na hatia, alijitoa yeye mwenyewe kuja kufa msalabani, akaibeba aibu yangu. Hiyo aibu ninayoipitia kwa ajili ya matokeo ya dhambi niliyoitenda, hiyo aibu ninayoipitia, nilikuwa ninapitia aibu fulani, lakini anasema hivi, nisikilize mwanangu, mchana wa leo, mimi nilikuja kufa msalabani ili hiyo aibu unayoipitia, ukiniambia aibu unayoipitia, wewe uwe na amani. Halafu aibu yote mimi nilikwisha kuibeba hapo Kalvari. Ilibidi Yesu aangikwe msalabani akiwa, ilibidi Yesu atukanwe, ilibidi atemewe mate ili aibebe aibu yako, ili abebe masikitiko yako, ili abebe uchungu unaopitia. Hiyo ndio kazi iliyomfanya Kristo aje hapo msalabani. Huo ndio ujasiri nilionao kwake, ya kwamba chochote ninachokipitia sasa hivi, ilibidi Yesu afe msalabani, aliibeba hiyo aibu. Maana yeye hakutenda dhambi, yeye hakufanya dhambi yoyote, lakini alitemewa mate ili mimi ninapopata aibu leo, ninapomwambia mimi nipate amani. Masikitiko yangu, aibu yangu ninayoipitia leo, uchungu wangu ninaopitia leo, Yesu alikwisha kuulipa kama. Alibeba ili mimi ninapomwambia kwamba Kristo, angalia ninavyoaibika, angalia dhambi iliyonitesa,
Angalia dhambi Yesu ilivyonifanya. Yesu anipatia adhabu ya amani yangu ilikuwa juu yake. Yeye aliaibika asiyestahili aibu, lakini ili mimi ninapomwambia nipate amani. Ninavutiwa na kisa cha msalaba. Yesu anapoteseka Kalvari, Yesu anapoumia, alipoangikwa, alipoibeba aibu. Anasema wakati fulani hata mama yake alipokuwa pale msalabani, katika kitabu cha Kumbukumbu ya Tumaini la Vizazi Vyote sura ya 55, anapoandika habari za historia ya Kalvari pale, anasema wakati fulani Yesu anaposulubishwa, mama yake Yesu pamoja na wanafunzi walikuwa na tumaini juu ya Yesu, na walikuwa na imani ya kwamba Yesu atajiokoa. Hata Yuda anapomsulubisha, anapomsaliti Yesu, alikuwa na imani ya kwamba hawezi kumkamata Yesu, maana alishakusha. Kuna nyakati nyingi ambazo waliwaponyoka wakati anataka kumsulubisha Yesu, na Yesu aliponyoka pale, na akaamini ya kwamba Yesu atajiokoa